Yes, mambo vipi mwana familia wa H-Nut Media, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa kupashana taarifa za kimichezo zilizotufikia hapa katika meza ya matangazo, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na kila ambacho kinaendelea kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Kama tunavyojua tayari tarehe mpya imeshakwisha kupangwa, lakini toka tarehe mpya ya dabi hiyo imeshakwisha kutangazwa, Simba Sports Club hawajatoa taarifa yoyote kutokana na kwamba Simba waliamini mchezo huo utafanyika siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 6, lakini mchezo umesogezwa mbele mpaka tarehe 25 ya mwezi wa 6. Simba hawajatoa taarifa yoyote kutokana na kwamba pia mapema siku ya tarehe 13 waliweza kutoa taarifa kwa umma kwamba hawatakuwa sehemu ya mchezo huo endapo kama utabadilishiwa tarehe na kupangwa tarehe nyingine. Basi mpaka sasa hivi Simba Sports Club hawajatoa taarifa yoyote kuhusiana na mchezo huo kusogezwa mbele kutoka tarehe ambayo ulikuwa umepangiwa na kupelekwa tarehe nyingine kabisa. Na kuna taarifa ambazo tayari watu wamekuwa wakizi nyapia taarifa ambazo zimekuwa. Kuna taarifa kubwa hapa ambayo imetufikia kwamba Simba Sports Club siku ya tarehe 25 watakuwa sehemu ya mchezo, lakini kwamba unaambiwa kikosi namba 1 cha klabu hiyo ya Simba Sports Club hakitakuwa sehemu ya mchezo huo kutokana na kwamba Simba ni kama wamesusa hivi toka tarehe mpya ya mchezo ilivyotangazwa, na wao amesikika msemaji wa klabu hiyo Ahmed Ali akisema kwamba wao wanaheshimu mamlaka za soka, hawana budi kukubaliana na kila kitu chochote ambacho kimepangwa. Kwa hiyo sasa ila wao wamekuwa kama wamesusa hivi, wamesusia mchezo huo, na unaambiwa kwamba first 11 ya klabu hiyo haitakuwa sehemu ya mchezo huo, na siku za hivi karibuni watawaaga wachezaji wao na kwenda mapumzikoni, na mechi 3 zilizosalia katika msimu huu wa 24-25 katika mechi za ligi watamalizia na kikosi B, kwa maana ya wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi katika kikosi cha kwanza ndio hao ambao watamalizia mechi zilizosalia, lakini wachezaji wao wengine wakipewa likizo na kuondoshwa katika majukumu yao ambayo walitakiwa kimsingi wayamalizie. Na hizi zimekuja kutokana na kwamba Simba Sports Club hawakuwa tayari kuahirisha ama kuona mchezo huo ukipangiwa tarehe nyingine. Hivyo Simba sasa wameamua ni kama kuhususia mchezo, na wameamua sasa kufanya hivyo ili dabi isiwe na mvuto kabisa, ipoteze mvuto kutokana na kwamba wao wanaamini kwamba Young Africans ametafutiwa sababu ili mchezo huo uahilishwe katika siku ya tarehe 15 na upelekwe siku nyingine. Ikumbuke kwamba kuahilishwa kwa mchezo huo tarehe ya 15 ya mwezi wa 6 ni mara yake ya pili sasa ukiahilishwa kwa msimu huu wa 24-25. Unaambiwa kwamba hiyo mechi imeahilishwa mara 2. Sasa Simba hawakuwa tayari tena kuahilishwa kwa mchezo huo, wakaamua bora wamalize msimu kwa kuchezesha kikosi B, kwa maana ya wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi katika kikosi cha kwanza. Lakini kwa taarifa ambazo ni za kuaminika kabisa ni kwamba wachezaji tayari wataanza kupewa likizo ya mapumziko na wataanza kuruhusiwa kuondoka klabuni hapo hivi karibuni kutoka sasa, kutokana na kwamba wameamua ubingwa huu wa achane nao kabisa, wasiwe na mbio zozote za kuania ubingwa wote, kutokana na kwamba yanayoendelea katika bodi ya ligi wanaamini klabu ya Young Africans inapendelewa sana na uongozi wa TFF. Lakini haya yametokana na kwamba Young Africans alikuwa amekataa kucheza mchezo huo mpaka matakwa yake ambayo aliweza kuyapeleka katika mamlaka za kusimamia mpira wa Tanzania, kwa maana ya bodi ya ligi, yasikilizwe, na hilo limewezekana kutokana na kwamba kutokana na kwamba Young Africans waliweza kuyatoa hayo na kushinikiza kwamba bodi ijihuzuru, baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi wajihuzuru. Endapo watafanya hivyo, basi Young Africans watakuwa sehemu ya mchezo huo, na tayari kwa taarifa tulizonazo ni kwamba baadhi ya viongozi wameshakwisha kujihuzuru tayari, na kinachosubiriwa sasa ni kuona dabi hiyo ikichezwa siku ya tarehe 25. Young Africans wako tayari kucheza dabi hiyo na wanaendelea na mazoezi na kujiandaa kikamilifu juu ya dabi hiyo ambayo itachezwa siku ya tarehe 25 katika majira ya saa 11 katika uwanja wa Benjamin Mkapa.
Kwa hiyo Young Africans bado wanasisitiza kwamba watakuwa sehemu ya mchezo huo na mazoezi yanaendelea vibaya mno. Lakini pia tarehe 18 Young Africans atashuka dimbani kwa kabiri Tanzania Prisons, ambapo pia mchezo huo utakuwa wa raundi ya 29 kuelekea kwa mechi za Premier League ambazo zinaelekea mwishoni kabisa. Baada ya mchezo huo utafata mchezo ambao atamaliza na Dodoma Jiji, mchezo ambao utafanyika huko Zanzibar katika uwanja wa New Amaan Complex hapo Zanzibar. Lakini baada ya hapo sasa mchezo wa mwisho kabisa ambao huo mchezo ndo utaamua bingwa ni nani kati ya Simba Sports Club na Young Africans, basi mchezo huo pia utakuwa ni mchezo ambao bingwa atakuwa anakabidhiwa kombe lake kwa msimu huu wa 24-25 hapo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mgeni rasmi katika mchezo huo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia baadhi ya wageni wengine ambao watakuwepo ni pamoja na Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF kwa maana ya Wallace Karia, ambaye pia atakuwa sehemu ya wageni maalum katika mchezo huo ambao utachezwa siku hiyo ya tarehe 25 katika mwezi huu wa 6. Zipo taarifa nyingi ambazo zinaendelea kutupata juu ya klabu ya Simba Sports Club, ambapo inatajwa kwamba pia mwekezaji wa klabu hiyo huenda asiwe sehemu ya uwekezaji katika klabu hiyo kwa msimu ujao kutokana na sintofahamu zilizopo na kutoelewana na baadhi ya viongozi wa Simba Sports Club. Mo Dewji huenda asiwe miongoni mwa watu ambao wanadhamini tena Simba Sports Club kutokana na kwamba kuna baadhi ya watu hawaelewani naye kabisa, na baadhi ya viongozi ambao wanasimamia klabu hiyo ya Simba Sports Club wametofautiana naye. Kwa taarifa tulizonazo hakika kabisa ni hizo kwamba Mo Dewji hatakuwa sehemu ya uwekezaji katika msimu ujao, na baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa pia kuondoka katika klabu hiyo ni pamoja na Chemalon Fondo, akiwemo pia mchezaji na goalkeeper namba 1 wa klabu hiyo ya Simba Sports Club. Tunamzungumzia Musa Pimpin Kamara ambaye pia naye anatajwa kuondoka katika kikosi hiko cha Simba Sports Club. Kuna baadhi ya wachezaji wengine wengi ambao wanahitaji, ambao walikuwa tunaamini kwamba watasalia katika kikosi hiko, lakini nao pia wataondoshwa katika kikosi hiko, wachezaji waandamizi kabisa na wachezaji wazawa ambao tuliamini kwamba watasalia katika kikosi hiko, pamoja na Mzamiru Yasini ambaye anatajwa pia kuondoka katika klabu hiyo ya Simba Sports Club. Zipo taarifa nyingi ambazo tunaendelea kuzifuatilia tupate uhakika wa taarifa hizo ili tuje tukupe hapa, mwanafamilia wa HNT Media ambaye umetenga muda wako kuzitazama taarifa zetu ambazo tunakuletea kila siku kila wakati. Endelea kuwa pamoja nasi katika updates zijazo ili tuje kukupa taarifa kamili juu ya wachezaji ambao wanatarajia kuondoka katika kikosi hiko cha Simba Sports Club. Lakini kwa taarifa ambazo tunazo kwamba pia mashabiki na wapenzi wa klabu hiyo ya Simba Sports Club huenda wasiingie katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya tarehe 25 kutokana na kwamba wamesha katishwa tamaa juu ya matokeo na juu ya maamuzi ambayo yanaendelea kati ya klabu yao. Kwa hiyo ni kama dabi hiyo huenda ikakosa kabisa mvuto juu ya yale yanayoendelea katika ligi kuu ya Tanzania bara. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunakupa taarifa za uhakika kabisa za kimichezo, mwanafamilia wa HNT Media. Lakini pia nikukaribishe kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi. Hii hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za kimichezo. Hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau ku like, comment na kushare kwa watu wengine ili waweze kujua kuwa chimbo la michezo ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa hizi za michezo za kuaminika kabisa. Endelea kuwa pamoja nasi katika updates zijazo, lakini usisahau kutufollow katika Instagram yetu kwa jina la @HNT_media_tz. Hapo utaweza kupata taarifa zote za sajili na tetesi zote. Langu jina naitwa Ripota wa Uswazi. Tukutane katika updates zijazo. Bye bye.